Basi tutaomba tatufungulia, tutaanza kuaga mimi na makatekista agana na masista. Tumeaga sista Neema, tumeshaga na masista tutaaga. Halafu wakati tunaaga mpendwa wetu, sasa wale ambao hawajaanza wafanye haraka, wapite hivi watokee wote na mbele kitabu pale juu ya nani nia za marehemu.
Wafuatao ni wasifu wa maisha ya Maria Edith Thaddeus Bendera kuanzia mwaka 1979 mpaka mwaka 2026. Kwanza, utangulizi, mwanga ulioacha alama. Ndugu waombolezaji, leo tunakusanyika si kwa ajili ya kuhitimisha hadithi ya Maria, bali kuadhimisha maisha yaliyokuwa nuru katikati yetu. Yeye hakuwa tu mke, mama au mtaalamu wa afya. Alikuwa kielelezo cha upendo usio na masharti na ustahimilivu uliotukuka. Maisha yake alifundisha sisi watoto wake na kila mmoja aliyemjua kwamba kipimo cha mtu si miaka aliyoishi, bali ni alama ya upendo aliyoacha kwenye mioyo ya wengine. Sehemu ya pili, chimbuko na msingi wa kiroho. Mama alizaliwa mnamo tarehe 25 Julai mwaka 1979 katika hospitali ya Ocean Road, wilaya ya Ilala, jijini Dar es Salaam. Alikuwa ni tunda la pili kati ya watoto watano wa marehemu Thaddeus Bendera na Bibi Magdalena Kirua, babu na bibi zetu wapendwa. Safari yake ya kiroho ilianza mapema akizikumbatia sakramenti takatifu kwa imani kubwa. Alibatizwa mnamo tarehe 25 Disemba mwaka 1980 na baadaye kupokea sakramenti ya kipaimara mnamo tarehe 5 Septemba mwaka 1993. Misingi ya Kikatoliki ndio iliyomjenga kwa mwanamke aliyekuwa mwanamke mnyenyekevu na mwanamke mcha Mungu, na ndio msingi aliyotuachia sisi sote. Safari yake ya elimu na taaluma ya utumishi. Mama aliamini katika nguvu ya maarifa kama chombo cha kuwahudumia wengine, na aliishi imani hiyo kwa vitendo. Alianza elimu ya msingi katika shule ya msingi Changa iliyopo Tanga kuanzia mwaka 1989 mpaka mwaka 1994. Alijiunga na shule ya sekondari Usagara kwa masomo ya kidato cha kwanza hadi kidato cha 4 mwaka 1995 mpaka mwaka 1998. Pia aliendelea na masomo ya kidato cha 5 na cha 6 katika shule ya sekondari ya Mkoa mwaka 1999 mpaka mwaka 2001. Huku akisukumwa na moyo wa huruma kwa wagonjwa, alihitimu mafunzo ya tabibu clinical officer katika chuo cha COTC Mtwara mwaka 2000 mpaka mwaka 2004. Hakuchoka kujiendeleza. Alipata shahada ya sosiolojia kutoka chuo kikuu cha Boria OUT mwaka 2012, na kile cha taaluma yake kilikuwa shahada ya uzamili ya afya ya jamii Masters of Public Health kutoka KUHAS Uganda mwaka 2015 mpaka 2017. Kama watoto wake, tulimwona mama akisoma usiku na mchana, akifanya kazi na masomo wakati mmoja bila malalamiko. Alifundisha kwa mfano kwamba elimu ni uwekezaji unaolipata leo. Kitaaluma, alianzia utumishi wake katika halmashauri ya jiji la Tanga kabla ya kuhamia halmashauri ya wilaya iliyopo Mwanza, na katika vituo vyote alijulikana kwa bidii, uaminifu na tabasamu na faraja kwa kila mgonjwa aliyemhudumia mpaka siku yake. Maisha ya ndoa, familia na kiroho. Mnamo tarehe 5 Mei mwaka 2012, mama aliunganishwa katika ndoa takatifu na baba yetu mpendwa Dr. Shija Fabio Mahema katika parokia Moyo Mtakatifu wa Yesu Ilemela. Kwa sisi watoto wake, kuona wazazi wetu wakipendana na kushiriki
kuheshimiana ilikuwa fundisho la kwanza la ndoa na utu. Maisha yao yalibarikiwa na sisi watoto wake watatu, Steven Shija Mahenda, Tadeo Shija Mahenda na Tekla Shija Mahenda. Yeye alikuwa zaidi ya mama kwetu, kwani alikuwa mwalimu wa maisha, mfariji wetu wakati wa huzuni na nguzo yetu katika kila hatua tuliyopiga. Alifundisha kwa maneno, lakini zaidi ya yote kwa mfano wa maisha yake mwenyewe, uvumilivu wake, unyenyekevu wake na imani yake isiyonyuma. Kiroho alikuwa nguzo katika parokia ya Kristo Ufalme Kizetu. Alitumikia kama mhasibu wa jumuiya Mtakatifu Don Bosco na alikuwa mwanachama mtiifu wa awali. Tulimwona akijitolea kwa hali na mali, na kila wakati alirudi nyumbani akiwa na furaha ya mtu aliyetoa. Ushujaa katika mapambano ya mwisho. Mwezi Agosti 2025, mama aligundulika kuwa na saratani ya shingo na kizazi katika hospitali ya Bugando. Sisi watoto wake tulishuhudia ushujaa wake, ushujaa wa aina ya pekee. Mama hakukata tamaa wala hakuacha kutabasamu. Alikabiliana na ugonjwa huu kama alivita aliyokusudia kushinda. Baada ya matibabu nchini India mwezi Disemba 2025, alirejea Tanzania na furaha yake ya kuwa nasi nyumbani ilikuwa dhahiri. Ilikuwa zawadi tuliyopokea kwa mikono miwili. Hata hivyo, mnamo tarehe 24 Januari 2026, akiwa safarini kurejea India, hali yake ilibadilika ghafla katika uwanja wa ndege wa Julius Kambarage Nyerere International Airport. Alipata matibabu Muhimbili na Usondoni, na baada ya kupata nafuu kidogo alirejea nyumbani. Tarehe 14 Machi alizidiwa tena na kupelekwa katika hospitali ya Kamuzu. Katika jitihada zake za kupambana na ugonjwa, tulimkumbuka daima katika sala na maombi. Katika saa za mwisho za maisha yake, alipewa neema ya upako wa wagonjwa, amsheni ya mwisho. Ndio uthibitisho wa mwisho wa imani yake ya dhati katika kanisa Katoliki. Amsheni hiyo ya mwisho alipewa na padri kutoka parokia ya Bikira Maria Msaada wa Kristo iliyopo Tegeta. Pamoja na jitihada zote, mnamo tarehe 27 Machi mwaka 2026, mama yetu mpendwa alihitimisha safari yake hapa duniani akiwa amezingira na upendo wa wale wapendao. Shukrani za dhati. Kwa niaba ya familia, ninatoa shukrani za dhati kwa kila aliyekuwa nasi katika kipindi hiki kigumu. Shukrani za dhati zaidi kwa watumishi wa hospitali za Bugando, hospitali za nchini India, DK Max Super Specialist na RL International Hospital, hospitali ya Muhimbili, hospitali ya Ocean Road na hospitali ya Radinis kwa weledi, upendo na ushirikiano wao. Tunawashukuru ndugu, jamaa na marafiki kwa sala, faraja na misaada yenu ya kila namna. Mlitupa nguvu tulipokuwa dhaifu. Kwa namna ya pekee kabisa, familia inatoa shukrani za dhati kwa uongozi wa hospitali ya Jakaya Kikwete JKCI. Utu na ukarimu wenu utabaki kwenye mioyo yetu daima. Hitimisho. Kwa heri siku kwa daima. Mama ameacha pengo kubwa katika nyumba yetu, katika mioyo yetu na katika kila mahali. Lakini ametuachia urithi ambao hawezi kufa, urithi wa upendo, imani na unyenyekevu. Tutaendelea kumbuka alituachia na tutamkumbuka kila siku katika sala zetu, katika maamuzi yetu na katika kila jambo jema tutakayofanya. Ulikuwa mwanga wetu na mwanga wa bado kubadilika. Tutakupenda milele. Bwana alitoa na Bwana ametoa. Jina la Bwana litukuzwe. Ndani leo apumzike kwa amani. Rangi ile mpendwa apumzike kwa amani. Rangi ile kuwape leo basi. Ili risala imejieleza vyema, wasifu wake, wasifu sio risala, wasifu wake umejieleza vyema.
kujitosheleza katika maisha ya huduma na maisha ya kiroho. Sasa nadhani kabla ya kutoa rambirambi, basi nipende kuwapa pole na kuwashukuru kwa safari ndefu hiyo, wale wengine waliotoka Mwanza na mahali wengine mbali. Hatimaye leo tunakuja kumpumzisha mpendwa wetu wote wa parokia ya Kwimba. Basi Mungu awajalie baraka na turudi salama, mfike mapendo salama, na tuzidi kumwombea huyu mama. Mimi naitwa Padre Emmanuel Mapengero, ndio paroko wa parokia hii ya Kwimba. Sasa kwa nafasi hii ningependa kumkaribisha mume wa marehemu kuwashukuru hii hadhira iliyokuja kuunga mkono mpaka hizi dakika zinazoelekea za mwisho za kwenda kupumzisha mpendwa. Karibu. Sitakuwa na mengi ya kusema, lakini kwa niaba ya familia yangu ningependa kuwashukuru wale wote mliokuja kujumuika na sisi katika kumsikiliza bendera katika nyumba yake ya mwisho. Shukrani. Kristo. Saba, naomba nivitaje tayari kwa maandalizi, na kama baba paroko alivyosema, tutumie na kuokoa muda. Kikundi cha kwanza, Jumuiya Mtakatifu Don Bosco Kiseke Mwanza, kwaya Mtakatifu Kiziko, parokia ya Mkristo Mfalme Kiseke Mwanza, mwakilishi wa WATA parokia ya Kristo Mfalme Kiseke Mwanza, mwakilishi wa kikundi cha Upendo Ujirani Mwema Mwanza, kikundi cha Potwe waishio Dar es Salaam, yaani umoja wetu Potwe ya Dar, sio ya hapa, na wana Mazengo. Kwa hiyo niombe vikundi hivyo, naomba mkae mkao wa kuja na muokoe wakati. Naomba nianze na jumuiya ya Don Bosco Kiseke Mwanza. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa niaba ya parokia ya Kristo Mfalme Kiseke, mbele yenu nimesimama kuwakilisha wanawake wote wa WATA. Edith Bendera alikuwa mshiriki wa WATA, chama cha wanawake wa Katoliki katika parokia yetu. Alikuwa kiongozi na alikuwa mstari wa mbele. Kwa hiyo wanawake wote wa
Kwaya Mtakatifu Kizito Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Petrus John. Ni maafa na starehe kwaya Mtakatifu Kizito iliyopo parokia Mtakatifu Kiseke, jimbo kuu la Mwanza. Mama yetu alikuwa ndio mlezi wetu. Yeye ndiye alikuwa mlezi wetu. Kwa kila kitu alikuwa na sisi. Kwa kila jambo tulishirikiana naye. Yeye ndiye alikuwa kapteni. Basi sasa natosha. Rambirambi tunaendelea kuziwasilisha, lakini familia itakaporejea kwa Mwanza tutakuja. Tunatoa pole kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki wote ambao wameguswa na msiba huu. Haya milele umpe Bwana apumzike kwa amani. Asanteni sana. Basi wakati wanashuka, naomba nirudie tena, kama ni maongezi yasizidi dakika 1 mpaka 2, maana vikundi vimeongezeka, sio 7 tena, vimekuwa ni 16. Kwa hiyo naomba tuende kwa spidi, dakika 1 sema, toa, nenda. SCWG alafu tabu wajisogeze. SCW alafu niombe tabu wajisogeze. Tabu nao wasogee. Tabu wasogee kabisa. Karibu. Utaratibu wetu wa rambirambi unaendelea, tutawakilisha kwa familia. Pia naomba nimalize pia kwa ajili ya kundi lingine. Pia nasimama hapa kwa niaba ya umoja wa madaktari halmashauri ya eneo. Edith alikuwa mwasiliaji katika umoja huu. Tumekuja pia kuwapa pole na kuungana na nyao na utaratibu wetu ndio kukamilika. Tunamtakia Edith safari njema. Utuombee dada utakapofika salama. Karibu Tabu. Kwa niaba ya mwenyekiti wa mkoa wa chama cha wafanyakazi wa serikali za mitaa, tunaungana na nyinyi kuwapa pole kwa kile ambacho mmepata. Zahanati ya Elemea, karibu. Kwaya ya Mtakatifu Kizito parokia Mwanza, tayari. Asante. Mwakilishi wa wata parokia tayari. Mwakilishi wa wafanyakazi wa Zahanati ya Elemea ambapo Bendera wanafanya kazi. Yaani tambua wapo wafanyakazi wengine ambao tunataka nao kuja kumhifadhi ndugu yetu. Kwa majina ya Joyce Mtakatifu napo msimamo wa wote. Asante. Kwa majina ya Joyce Mtakatifu sisi kwa kweli tunafanya kazi wenzetu. Tunatambua kwamba wao msiba sio watu peke yao, msiba wetu pia. Kwa sababu na sisi tumepata majuzi. Pia Bendera alikuwa ni kiongozi wetu, alikuwa ni mfanyakazi katika zahanati. Kwa hiyo alikuwa ni mfanyakazi bora, alikuwa ni mwadilifu, alikuwa ni mvumilivu, mstahimilivu na mpenda watu. Kwa kweli tumefuza kiongozi ambaye alama zake zimeacha kituoni, tutakuwa tunazirejea kwa kutembea kwa kazi. Rambirambi tunaendelea kukusanya, tuliwasilisha kwa familia kile tutakapokuwa wamefika huko Mwanza. Tutoe pole sana kwa familia, baba na mama, zaidi sana kwa pamoja. Mungu atubariki. Waganga wafawidhi Elemea, tunatoa pole sana kwa familia
Edita Bendera alikuwa mmoja kati ya waganga wafawizi katika vituo vya afya au vituo vya kutolea huduma za afya manispaa ya Ilemela katika kituo chake cha zahanati ya Ilemela. Hivyo kwa niaba ya waganga wafawizi wote ndani ya manispaa ya Ilemela tunaungana kutoa salamu za pole kwa familia na ndugu jamaa na marafiki kwa msiba huu. Taratibu za rambirambi zinaendelea, zikikamilika tutakabidhi kwa familia ili watakapokuwa wamerejea. Poleni sana. TSA karibuni. TSA anaanza, kikundi cha watu wa poti wanaoishi Dar atafuatia. Karibu TSA. Mazengo karibu. Bugando Hospital wana Mazengo karibuni. Tumsifuni Yesu Kristo. Jina langu naitwa Dr. Samson Kichiba, nimesimama hapa kwa niaba ya hospitali ya rufaa ya Kanda Bugando na chuo kikuu cha Kikatoliki cha sayansi ya afya KUHAS, ambapo mume wa marehemu Dr. Shija Fabio Mahenda tunafanya naye kazi. Ni daktari wetu lakini vile vile ni mwalimu wa chuo kikuu. Kwa nimesimama hapa kwa niaba ya taasisi zetu hizi mbili kutoa pole kwa familia hii kwa kumpoteza mama. Najua wanapitia kwenye kipindi kigumu sana. Kwa hiyo niwaombe sana kipindi hiki wawe wastahimilivu. Raha ya milele umpe Bwana. Taratibu zetu za rambirambi zimefanyika na kwa mujibu wa taratibu zetu tumeziwasilisha kama ambavyo hivi. Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Richard Makoti, tunaungana na Shija Safari. Sisi tunawakilisha wana Mazengo. Shija ni mwanafunzi mwenzetu kidogo, tumesoma naye Mazengo sasa hivi chuo kikuu cha Mtakatifu John. Wana Mazengo wanawapa pole sana kafiwa familia ya Shija Mahenda, familia ya Bendera na wanapoto wote, poleni kwa msiba huu. Wanawatakia maisha mema yenye matumaini, walio kwa matumaini wakiwa na matumaini mbeleni wakiona mpendo wao. Rambirambi zetu tumeshaziwasilisha kwa mume wa marehemu. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba mwaje. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba baba paroko kwa ruhusa yako niongee kwa niaba ya mwajiri, lakini pia parokia baba paroko wa Kristo Paulo. Kwa niaba ya mwajiri tunapenda kutoa pole sana kwa familia. Edita alikuwepo ni mtumishi mwenye upendo, mwajirifu, mnyenyekevu na mvumilivu. Hata katika ugonjwa wake bado alipambana. Mara nyingi nilionana naye na sababu tulipo tunakutana maeneo mengi ya kijamii na nilimlalamikia sijisikii vizuri, lakini katika kuto kujisikia vizuri huku bado alikuwa mstari wa mbele katika kuokoa maisha ya watu wengine. Tumepoteza pepo kubwa sana, tunaombea familia faraja na msikate tamaa, tumtumainie Mungu na katika hilo Mwenyezi Mungu atuongoze. Kwa niaba pia ya baba paroko wa parokia Kristo Paulo, naomba nisome barua kama ilivyoandikwa. Mheshimiwa Dr. Shija Mahenda, salamu za pole kwa kifo cha mke wako mpendwa Edita Bendera. Amani ya Kristo Mfalme iwe nawe. Husika na kichwa cha habari hapo juu. Jumuiya mapadre, masista na waumini wa parokia ya Kristo Mfalme Kiseke, tunakutoa pole kwa familia nzima kwa kuondokewa na mama wa familia yako mpendwa Edita Bendera ambaye ni mke wako, apumzike kwa amani. Tulipokea kwa masikitiko makubwa sana habari hizi na tunaelewa nafasi na umuhimu wa mama katika maisha ya familia. Ni pengo kubwa ambalo halizibiki na tunafahamu mama ni muhimili mkubwa katika familia, ni mlezi mkuu. Hivyo itachukua muda kuzoea hali hii. Tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu wewe na familia nzima na watu wote wa karibu mpate neema ya kuweza kupokea kwa imani msiba huu na kuzidi kudumu katika umoja wa kindugu. Mfarijike kwa maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wa uzima asemapo, maana ikiwa twaamini ya kuwa Yesu alikufa akafufuka,
Vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja nao. Raha milele mumpe Bwana, apumzike kwa amani. Imeandikwa na Baba Paroko wa Kristo Mfalme Kiseke, Padre Celestine Nyanda. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo basi, na sisi hapa kwetu hii ni parokia Kristo Mfalme. Kwa hiyo nyinyi wenzetu, hii ni Kristo Mfalme vile vile. Basi tunasikitika na sisi kupoteza huyu mama, lakini ndugu yetu Edith katika safari yake ya mwisho hapa duniani, Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemwita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunaweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake iingie katika raha ya milele. Tunakuomba Bwana, umpokee huyu ndugu yetu Edith katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote daima na milele. Hapa namaliza mambo yote, mambo kaburini kuzika. Sawa? Tuombe. Mungu, utalibariki kaburi atakalowekwa marehemu Edith, ukamweke na malaika wako mtakatifu alilinde, na huyu ambaye mwili wake utawekwa humo, utazikwa humo, roho yake furahi kwako mbinguni pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ndugu zangu, tumuombe kwa unyenyekevu Mungu Baba wa rehema kwa ajili ya ndugu zetu marehemu waliofariki. Bwana, uwasamehe kwa wema dhambi zao, kwa kuomba utusikie. Uzipokee kazi zao njema. Tuombee wote wanaohuzunika kwa ajili ya kifo cha huyu mama yetu Edith. Bwana, uwatulize wote waliofiwa. Tuombeane sisi wenyewe ambao tuwasafiri hapa duniani. Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu. Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufufuko wa mwanao. Tunakuomba utujalie sisi na ndugu zetu marehemu tufufuke katika furaha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Mungu amependa kumuita kwake huyu ndugu yetu Edith kutoka uzima huu. Tutaweka mwili wake udongoni urudi ulikotokea. Kristo amekuwa wa kwanza kufufuka kutoka wafu. Tutamkabidhi huyu ndugu yetu Edith kwa Bwana. Bwana ampokee kwa katika amani yake na aufufue mwili wake siku ya mwisho. Edith, katika maji ulibatizwa. Mungu akamilishe ndani yako alioanzisha katika ubatizo.
Kwa hiyo tukifika makaburini kuweka mwili na katekista ataweka wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi na wahusika, sio baba, watoto na wale wengine wote watakaoweka mchana. Baada ya hapo ni kufunika slabu, sio mambo yote namalizia hapa. Sasa tumpeleke ndugu yetu Edith makaburini. Tunatumaini kuwa siku moja tutakutana naye katika uzima mpya. Haya, wale wahusika sasa waje wachukue mwili. Asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Kwa mioyo yenu yote, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Kusanyeni watu wote, waleteni kwangu, waleteni na watoto hata wazee, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Mafundi mbao, panga mbao, tuweke reli hapo. Umetuacha mama wakiwa
umetuacha mama, umetuacha mama, hatuna tena mama za kukimbilia, mama hizi tutakuona wapi? Hatuna tena mama za kukimbilia, Naomba shada la msalaba kwa niaba ya baba paroko, makatekista waweke. Naomba shada la msalaba kwa niaba ya baba paroko, makatekista waweke. Alafu mume wa marehemu sogea shada la pili, shada la tatu watoto wa marehemu. Shada la msalaba, familia shada la msalaba. Shada la msalaba hakuna. Asante kwaya, asante kwaya. Karibu kwa maombi, alafu shada la baba paroko kwa niaba ya makatekista. Ee Mungu, siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Utukumbushe daima kwamba maisha ya hapa duniani ni mafupi na ya kwamba hatujui tutakufa lini. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu. Tufike salama katika ufalme wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tuitikie amina. Amina. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Taji imewekwa tayari, taji hilo. Imewekwa tayari, taji hilo. Imewekwa tayari, taji hilo. Uandikwe ishara ya Bwana mkombozi wetu Yesu Kristo, aliyekukomboa kwa ishara hii. Upumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Niombe mume wa marehemu karibu, wakati watoto wa marehemu wanaandaliwa shada lao. Taji limewekwa tayari, taji hilo. Watoto wa marehemu, watoto wa kwanza. Stafu ya Ilemela, stafu ya Ilemela, stafu ya Ilemela, Superstar Ilemela, Superstar Ilemela. Moi. Bado tunakwenda Ilemela, kliniki yake hiyo. Clinician. Clinician Ilemela, mwape njia.
Dispensari ya Ilemela. Dispensari ya Ilemela. Wanaupendo PPF. Wanaupendo PPF. Haya, naomba mashemeji wake kwa waume, mashemeji wote, wake zenu na waume zenu, mashemeji kwa ujumla wenu, mashemeji elentaji, mashemeji wote na wake zenu na waume zenu. Baba wadogo, baba wadogo, baba wadogo, baba wadogo, naomba mashangazi wasogee. Baba wadogo, mashangazi wasogee. Baba wadogo, mashangazi wasogee. Mashangazi upande wa mume, mashangazi upande wa mume. Kwa mke wangojee kwanza. Mashangazi upande wa mume. Mashangazi. Shangazi wa kwa mke. Mama wa ubatizo, mama wa ubatizo, mama wa kiroho, mama wa ubatizo. Wifi, mawifi, mawifi Mkombali. Naomba kaka zake wasogee wakati mawifi wanakuja. Naomba makaka wa marehemu. Hao ni mawifi, makaka wako nyuma. Makaka kwa umoja wenu, makaka. Naomba madada, dada zake marehemu, madada wa marehemu, madada wadogo zake, madada wakimaliza wadogo zake, Wekeni tu hapo. Kweli madada zake, maana wote weupe na mweusi kama mweusi. Wadogo zake. Unakuja. Haya jumuiya, hatujui ya Don Bosco au ya Potwe. Haya jumuiya zote njoni tu wawakilishi. Ni Potwe, Zanzibar, ni Mwanza. Bora uwe ndani ya jumuiya. Sijui wapi Potwe. Jumuiya hamtaki, nawawekea mimi kwa niaba zenu kwa Jamfua. Kumbe mnabidii. Jumuiya bado yote yenu haya. Jumuiya mvua nyesha jumuiya. Kuna dada huyu mmoja. Haya Potwe umoja wetu, wa Potwe waishio Dar es Salaam. Watu wa Potwe waishio Dar es Salaam. Hawa wamezaliwa Potwe wakiishi Bongo. Msiwaombe vocha lakini. Haya, tunaomba kichanga kimoja kiwekwe na kwaya, kichanga kimoja wachimba kaburi,
kimoja, majirani mlioko karibu na kaburi, viko vitatu hivi, naomba tuokoe muda. Wanakwaya, chukueni kichanga chenu, wachimba kaburi chukua cha kwenu, na kingine wote walioko karibu na kaburi wekeni. Tumalize muda, msichangue maana muda anakuja mmoja kwa niaba. Msichangua muda waenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa niaba ya familia, hakuna neno la Kitanzania linalozidi asanteni wala shukrani kwa wote, bali Mungu mwenyewe ajuaye sirini katika maisha yenu azidi kuwarudishia vya kimwili na vya kiroho, kuacha shughuli zenu, kutuunga mkono familia zote ambazo ziko hapa. Hakuna neno linalozidi asanteni, na Mungu awape wepesi. Zaidi ya yote, ndugu zetu kutoka Mwanza, Dar es Salaam, Dodoma na Tanga, tunaungana na wenyeji wa Potwe tuambie Mungu awabariki sana na Mungu aendelee kuwalinda. Umati huu si bure, naelekea familia zetu zina ushirikiano wa hali ya juu. Mungu ajuaye sirini aendelee kuwalipa vya kimwili na vya kiroho pia. Sema amina. Naomba baraka za makatekista, alafu familia ya wafiwa watajipanga kuwasimamia mafundi. Baada ya baraka za makatekista, wanaokaa mbali wote mwende kwa amani ya Bwana. Gari ya Mwanza inataka kuondoka, wa Mwanza msichelewe, na wa Dar es Salaam pia mwai magari yenu, wa Tanga ndio mkimbie zaidi. Karibu. Raha milele mpe Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike. Salamu Maria.